Mazoea ni hali ya kukichukulia kitu kwa ukawaida. Kwa hiyo Mungu na Roho Mtakatifu anaposisitiza kwa habari ya mazoea, anataka kutuonesha ya kwamba mazoea tuliyoyajenga, aidha kwa sababu tumekuja kumwabudu kwa mazoea, aidha tunaomba kwa mazoea, aidha kazi yake tunaichukulia kwa mazoea, tunakuwa na mitazamo ya kimazoea. Hayo yote hayo yanatengeneza madhara katika ulimwengu wa roho, yanatengeneza madhara, kwa sababu yeyote yule anayemtazama Mungu kwa mazoea hawezi kupokea chochote kile kutoka kwake, kwa sababu chochote ulichokizoea, hata babu yako si umemzoea, hata usipomsalimia, sio? Kwa hiyo hata usipoomba unaona ni hali ya kawaida, ni kwa sababu umetengeneza hali ya nini? Ya mazoea. Hata ukija kula hauombi, kwa sababu umechukulia hali ya nini? Ya mazoea, kwamba nilivyokula jana nguna na leo ndivyo nitakavyokula mchembe, sio? Kwa hiyo hata ibada, kufanyia chakula ibada, chakula chako ukifanyia ibada hauoni kama ni jambo la muhimu. Hata kama ni kande, huoni sababu ya kuliombea, kwa sababu umeshazoea. Ndivyo hali ya ilivyo, na ndivyo nilivyozoea kula. Bwana atusaidie. Lakini kupitia hayo mazoea, shetani anatengeneza njia ya kupita na kunyang'anya vitu vya kiroho, kwa sababu havitafanya kazi. Hata kama vimo ndani, havitafanya kazi, kwa sababu umeenda kanisani, unazoea kila kitu, unakitazama kwa mazoea. Roho yangu ikawa inaniambia kwamba hata mchungaji wako usimtazame kwa mazoea, hata shemasi usimtazame kwa mazoea, mzee wa kanisa usimtazame kwa mazoea, kwa sababu Mungu hafanyi kazi na watu wenye mazoea. Bwana tusaidie. Nikakumbuka siku moja mtumishi wa Mungu Dani, wakati tumemaliza, sijui ilikuwa ni mkutano, siku ya kwanza tukaja mahali hapa, akasema Roho wa Bwana ameniambia watu mnaishi kwa mazoea na mnafanya vitu kwa mazoea, ndio maana hata ukienda ofisini kwako umepazoea. Kwa hiyo hata hauna hata creativity, kwa sababu creativity haiwezi kuja kwa sababu una mazoea. Kwa sababu hata ukienda dukani kwako, ulivyofungua jana unataka hivyo ndivyo utakavyofungua leo. Hayo ni mazoea, kwa sababu ulitakiwa, kuna kila kitu siku Mungu anaachilia mafunuo ya kwake kwa ajili ya biashara hiyo unayofanya. Bwana tusaidie. Lakini kwa sababu umeitazama kwa jicho la mazoea, unaiendea kwa tabia za kimazoea, kila kitu unachokifanya unakifanya kwa mazoea, hata neema ya Mungu haiwezi kutokeza pale, kwa sababu mazoea yamekaa, yanasimama kama ukuta wa Yeriko. Hata ulipokuwa unataka useme upenye, uende ng'ambo, uende Kanani yako kwenye hiyo biashara, kwa sababu ya mazoea yanajenga ukuta. Bwana tusaidie. Wengine tumezoelea ndoa, sio? Kwa sababu umekaa na huyo mke, umekaa na huyo mume mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4, miaka 10 sasa mko kwenye ndoa. Unamuona ni wa kawaida, lakini roho yangu inaniambia hata mkeo upaswi kumzoea. Naeleweka ninachokizungumza? Upaswi kumzoea, mmeo upaswi kumzoea, kwa sababu ukimzoea utafanya vitu vya ajabu mno. Utamuona kama ni mtu wa thamani, kwa sababu umejenga nini? Mazoea. Unaenda kumwandalia chakula, unaandaa kwa mazoea. Lakini nyumba ndogo unajua kwa nini wanashinda wale? Unajua kwa nini wanapigana na watu wa Mungu? Ni kwa sababu nyumba ndogo kila siku anaiona ni fursa kwake. Naelewa? Kila siku anaiona nini? Ni fursa kwake. Kwa hiyo anaiendea akiwa na nini? Akiwa hana jicho la mazoea hata siku moja, kwa sababu anaiona kwake ni nini? Ni fursa. Jicheza naye huyu mtu hatarudi hapa tena, sio? Hatuna maana ya kwenda huko, lakini nimechukulia mfano huo. Bwana atusaidie. Kwa hiyo sasa, kwa mazoea yako unapoteza hata fursa ambazo zilitakiwa zije kwako, kwa sababu ya nini? Ya mazoea. Lakini hata wateja unaowahudumia, usiwahudumie kwa mazoea, kwa sababu mazoea yatakufanya uwaone ni watu wa kawaida, kwa sababu kila siku wanakuja kununua kwako. Mwisho wa siku utawapoteza. Kwa sababu gani? Umewazoea. Huduma unazowapa ni za mazoea. Una creativity, uongezi vitu vipya, kwa sababu umetengeneza mazingira na atmosphere nini? Ya mazoea.
Wanafunzi mnaenda darasani, unaenda kusoma kwa mazoea. Mwalimu anakufundisha, unamtazama kwa mazoea. Mwisho wa siku unafeli somo lake kwa sababu umemzoea. Naeleweka anachokizungumza? Laiti tungejua ya kwamba kila siku ambayo Mungu anaiachilia kwenye maisha yetu ina neema ya kwake. Leo ina neema yake, jana ilikuwa na neema ya kwake. Bwana tusaidie. Ndio maana kuna ambaye jana alikuwa ni mgonjwa, lakini leo neema imemnyanyua, yuko kanisani amekaa kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Kwa hiyo neema ya jana na ya leo haviwezi kuwekwa chungu kimoja, kila kimoja kinakuja kwa ajili ya kazi yake. Amina. Lakini kiburi, inuko la moyo. Sasa hapa nitakuwa na connect na vile vitu ambavyo tunavifanya na ambavyo Isaya 3:16 imetuambia. Mazoea yamefanya mpaka Mungu anaona hata vile tunavyovivaa navyo vinageuka kuwa kero. Sasa mimi niliposoma, baada ya kuwa nimerudi hapa ngawa napitia hivi, kwa nini Mungu anasema kwamba hata pete zinazoziweka kwenye masikio nazo zitapigwa? Kwa sababu gani anazipiga? Hivi pete imefanya nini iwapo mimi nina dhambi? Bwana tusaidie. Mimi ndo nimekosa, sio? Ndio. Lakini mimi nilichokivaa kwenye kidole mathalani hii pete, kwa nini ipigwe? Hicho kigugu kimefanya nini ndo kipigwe? Tumeambiwa mpaka nguo za sikukuu nazo zitapigwa. Unajua ni kwa nini? Kwa nini Mungu asipige? Mtumishi wa Mungu, labda utaturejesha, watu wameshasahau, wengine wanalala. Ukisikia huko kanisani na unasikia usingizi, ni hali mbaya mno ya kiroho. Kama ujui, ni hali ya hatari kwenye maisha ya kiroho. Usiku ulikuwa unafanya nini? Umelala, sio? Sasa hivi ni saa ngapi? Saa 6. Kwa nini ulale saa 6? Bwana atusaidie. Amen. Ni hali mbaya mno ya kiroho. Mazoea ni hali ya kukichukulia kitu kwa ukawaida. Kwa hiyo Mungu na Roho Mtakatifu anaposisitiza kwa habari ya mazoea, anataka kutuonesha ya kwamba mazoea tuliyoyajenga, aidha kwa sababu tumekuja kumwabudu kwa mazoea, aidha tunaomba kwa mazoea, aidha kazi yake tunaichukulia kwa mazoea, tunakuwa na mitazamo ya kimazoea. Hayo yote hayo yanatengeneza madhara katika ulimwengu wa roho, yanatengeneza madhara, kwa sababu yeyote yule anayemtazama Mungu kwa mazoea hawezi kupokea chochote kile kutoka kwake, kwa sababu chochote ulichokizoea, hata babu yako si umemzoea, hata usipomsalimia, sio? Kwa hiyo hata usipoomba unaona ni hali ya kawaida, ni kwa sababu umetengeneza hali ya nini? Ya mazoea. Hata ukija kula hauombi kwa sababu umechukulia hali ya nini? Ya mazoea, kwamba nilivyokula jana nguna na leo ndivyo nitakavyokula mchembe, sio? Kwa hiyo hata ibada kufanyia chakula, chakula chako ukifanyia ibada hauoni kama ni jambo la muhimu. Hata kama ni kande huoni sababu ya kuliombea, kwa sababu umeshazoea. Ndivyo hali ya ilivyo na ndivyo nilivyozoea kula. Bwana tusaidie. Lakini kupitia hayo mazoea, shetani anatengeneza njia ya kupita na kunyang'anya vitu vya kiroho, kwa sababu havitafanya kazi. Hata kama vimo ndani, havitafanya kazi kwa sababu umeenda kanisani, unazoea kila kitu, unakitazama kwa mazoea. Roho yangu ikae inaniambia kwamba hata mchungaji wako usimtazame kwa mazoea, hata shemasi usimtazame kwa mazoea, mzee wa kanisa usimtazame kwa mazoea, kwa sababu Mungu hafanyi kazi na watu wenye mazoea. Bwana tusaidie. Nikakumbuka siku moja mtumishi wa Mungu Dani, wakati tumemaliza, sijui ilikuwa ni mkutano, siku ya kwanza tukaja mahali hapa, akasema Roho wa Bwana ameniambia watu mnaishi kwa mazoea na mnafanya vitu kwa mazoea, ndio maana hata ukienda ofisini kwako umepazoea. Kwa hiyo hata hauna hata creativity, kwa sababu creativity haiwezi kuja kwa sababu una mazoea. Kwa sababu hata ukienda dukani kwako, ulivyofungua jana unataka hivyo ndivyo utakavyofungua leo. Hayo ni mazoea, kwa sababu ulitakiwa, kuna kila kitu siku Mungu anaachilia mafunuo ya kwake kwa ajili ya biashara hiyo unayofanya. Bwana tusaidie. Lakini kwa sababu umeitazama kwa jicho la mazoea, unaiendea kwa tabia za kimazoea, kila kitu unachokifanya unakifanya kwa mazoea, hata neema ya Mungu
Mungu haiwezi kutokeza pale, kwa sababu mazoea yamekaa, yanasimama kama ukuta wa Yeriko. Hata ulipokuwa unataka useme upenye uende ng'ambo, uende Kanani yako kwenye hiyo biashara, kwa sababu ya mazoea yanajenga ukuta. Bwana tusaidie. Amen. Wengine tumezoelea ndoa, sio? Kwa sababu umekaa na huyo mke, umekaa na huyo mume mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4, miaka 10 sasa mko kwenye ndoa. Unamuona ni wa kawaida, lakini roho yangu inaniambia hata mkeo upaswi kumzoea. Naeleweka ninachokizungumza? Upaswi kumzoea, mmeo upaswi kumzoea, kwa sababu ukimzoea utafanya vitu vya ajabu mno. Utamuona kama ni mtu wa thamani, kwa sababu umejenga nini? Mazoea. Unaenda kumwandalia chakula, unaandaa kwa mazoea. Lakini nyumba ndogo unajua kwa nini wanashinda wale? Unajua kwa nini wanapigana na watu wa Mungu? Ni kwa sababu nyumba ndogo kila siku anaiona ni fursa kwake. Naelewa? Kila siku anaiona nini? Ni fursa kwake. Kwa hiyo anaiendea akiwa na nini? Akiwa hana jicho la mazoea hata siku moja, kwa sababu anaiona kwake ni nini? Ni fursa. Kicheza naye huyu mtu hatarudi hapa tena, sio? Hatuna maana ya kwenda huko, lakini nimechukulia mfano huo. Bwana atusaidie. Kwa hiyo sasa, kwa mazoea yako unapoteza hata fursa ambazo zilitakiwa zije kwako, kwa sababu ya nini? Ya mazoea. Lakini hata wateja unaowahudumia usiwahudumie kwa mazoea, kwa sababu mazoea yatakufanya uwaone ni watu wa kawaida, kwa sababu kila siku wanakuja kununua kwako. Mwisho wa siku utawapoteza. Kwa sababu gani? Umewazoea. Huduma unazowapa ni za mazoea. Una creativity, uongeze vitu vipya, kwa sababu umetengeneza mazingira na atmosphere ya nini? Ya mazoea. Wanafunzi, mnaenda darasani, unaenda kusoma kwa mazoea. Mwalimu anakufundisha, unamtazama kwa mazoea. Mwisho wa siku unafeli somo lake, kwa sababu umemzoea. Naeleweka ninachokizungumza? Laiti tungejua ya kwamba kila siku ambayo Mungu anaiachilia kwenye maisha yetu ina neema ya kwake. Leo ina neema yake, jana ilikuwa na neema ya kwake. Bwana tusaidie. Ndio maana kuna ambaye jana alikuwa ni mgonjwa, lakini leo neema imemnyanyua, yuko kanisani, amekaa kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Kwa hiyo neema ya jana na ya leo haviwezi kuwekwa chungu kimoja, kila kimoja kinakuja kwa ajili ya kazi yake. Amina. Lakini kiburi, inuko la moyo. Sasa hapa nitakuwa na connect na vile vitu ambavyo tunavifanya na ambavyo Isaya 3:16 imetuambia. Mazoea yamefanya mpaka Mungu anaona hata vile tunavyovivaa navyo vinageuka kuwa kero. Sasa mimi nilivyosoma, baada ya kuwa nimerudi hapa nikawa napitia hivi, kwa nini Mungu anasema kwamba hata pete tunazoziweka kwenye masikio nazo zitapigwa? Kwa sababu gani anazipiga hivi? Pete imefanya nini iwapo mimi nina dhambi? Bwana tusaidie. Mimi ndo nimekosa, sio? Ndio. Lakini mimi nilichokivaa kwenye kidole mathalani hii pete, kwa nini ipigwe? Hicho kikuku kimefanya nini ndo kipigwe? Tumeambiwa mpaka nguo za sikukuu nazo zitapigwa. Unajua ni kwa nini? Kwa nini Mungu asipige? Mtumishi wa Mungu, labda utaturejesha, watu wameshasahau, wengine wanalala. Amen. Ukisikia huko kanisani na unasikia usingizi, ni hali mbaya mno ya kiroho. Kama ujui, ni hali ya hatari kwenye maisha ya kiroho. Usiku ulikuwa unafanya nini? Umelala, sio? Sasa hivi ni saa ngapi? Saa 6. Kwa nini ulale saa 6? Bwana atusaidie. Amen. Ni hali mbaya mno ya kiroho. Sisi ninaanza kukemea roho ya mauti. Nazunguka kile chumba, namaliza, nasikia afueni, narudi, nikisema acha nilale, kwa sababu hata kulala wakati mwingine kulikuwa kunakuwa kugumu. Nikisema acha nilale, ile roho inaanza tena, inaongeza sauti, inaongeza volume, anaanza kuzungumza, ndio umeondoka hivi. Sasa nikawa nainuka, akasema Mungu wangu, na kujitahidi kwangu kote hivi, vitoto vyangu bado vidogo, halafu kwa umri huu bado mama yangu anahitaji kupata majibu ya kusoma kwangu, halafu naondoka at this age. Kasema hapana, haiwezekani. Bwana tusaidie. Lakini nilikuwa kabisa, unajua, unasikia mpaka harufu ya mauti imeshasogea. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Kwa hiyo wakati najifunza, naendelea kusoma,
kajua kumbe wakati mwingine shetani anapanda roho ya mauti hata kabla hujafa, kwa sababu ameipanda, na wewe unaendelea kuwaza, kufikiria kuhusu kufa, sio? Kadiri unavyowazia hicho kitu, na chenyewe kinapiga hatua. Ndio umenialika yani, na chenyewe kinasogea. Amen. Kwa hiyo chunga fikra zako, uone hata vitu unavyoviwaza, unavyovifikiri, hivyo ndio vinavuta nini? Lile tatizo. Bwana atusaidie. Kama ni ugonjwa, kataa. Wale ambao ni watafiti sana, mnaosoma vitabu, nenda kasome kitabu kimoja kinaitwa The Healing Balm. The Healing Balm kimetungwa na mtumishi wa Mungu Pastor Yedepo Nigeria. Ni kitabu kimoja ambacho watu wamepona tu kwa kukisoma kile kitabu. Bwana tusaidie, kwa sababu kina simulizi ambazo ukisoma unaanza kusikia kama yule mtu ndo wewe. Bwana tusaidie, na namna alivyokiandika ni kama vile alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo namna unapokisoma The Healing Balm, unasikia ile nguvu iliyomponya yule, ni kama vile inakuvaa ghafla. Alafu unaanza kusikia hata kama ulikuwa unaumwa, maumivu yote yanaondoka. Bwana tusaidie. Amen. Amen. Sasa turudi kwenye concentration ya somo letu. Amina. Amen. Ni kama najiuliza, Mungu anasema tusomee anzia kwenye huo mstari wa 3. Tutaenda kwa pause tu mstari kwa mstari. Amen. Wa 17. Mstari wa 16 anzia huko. 16. Bwana akasema tena. Kwa sababu binti za Sayuni. Sasa hapo pause kidogo. Amen. Binti za Sayuni ni akina nani? Binti za Sayuni ni nani? Kwa sababu angesema watu wa Sayuni na wanaume tungeingia huko, sio? Lakini kwa sababu kanyosha kidole kwa nani? Binti za Sayuni. Maana yake hapa amemega, kaacha wa baba, amesema na wamama, sio? Sasa wamama sikieni. Bwana tusaidie. Wamama sikieni. Binti za Sayuni wamefanya nini? Wana kiburi. Yamkini una kiburi kwa mmeo. Mimi sijui, Roho Mtakatifu anaachilia hivi vitu, wewe unajua mwenyewe. Yamkini una kiburi unachokijua wewe. Aidha kwa kujitazama namna ulivyo, sio? Aidha kwa mavazi unayovaa. Unajua mavazi nayo yanaweza akamtia mtu kiburi, sio? Yaani hilo unajiangalia, unasema yaani hivi nilivyotoka hivi, mama katibu anaweza akanibakiza mimi kwa ajili ya kikao cha leo mimi. Naeleweka? Tayari ujue ukishasikia yako karo ni inuko la nini? Ni kiburi tayari umeshakitengeneza. Yaani nilivyopendeza hivi na eleni yangu hii niende kumsikiliza katibu, na niende kumsikiliza fulani, sio? Soma mtumishi. Wanaenenda kwa kiburi, wanaenda na shingo zilizonyoka. Shingo iliyonyoka unajua ikoje? Haigeuziki. Hata ukiambiwa geuka, basi huko ulikoelekea siko, sio? Ndio. Yaani umenyoosha shingo, kama umetazama hapa ni hapa. Hakuna kukuambia umekosea. Hata shemasi akikwambia mama, hebu kwa namna hivi ulivyoingia kanisani umevaa, unatamani umtandike kofi, sio? Umenyoosha shingo kama vile imetengenezwa kwa chuma, imechomelewa. Bwana tusaidie. Kwa hiyo wanaotembea kwa shingo zilizonyoka, Mungu anasemaje? Atawapiga. Na muwe makini kama mko mahali hapa, lakini Roho Mtakatifu hawezi kuleta kitu kama hakina mhusika. Bwana tusaidie. Yamkini ni wewe, yamkini ni mwingine, mimi sijui. Hebu tusome mtumishi wa Mungu. Na macho ya kutamani. Na macho ya tamaa. Yamkini utamani mwanaume, lakini unatamani kiatu alichovaa mtumishi mwenzako. Unatamani gauni alilovaa mwenzako. Usitamani, kwa sababu hivyo sio vya kwako. Vingekuwa vya kwako ungevaa wewe, lakini kwa sababu ni neema iko kwa fulani na amevivaa huyo. Kwa hiyo kilicho cha huyo upasi kukitazama na kukitamani. Kwa hiyo hapo neno linatuambia tunaenenda kwa macho ya kutamani, na hayo macho ya kutamani atayapiga. Kwa hatua za madaa. Majivuno. Unarudi mle. Hakuna anayetembea kwa majivuno, anayetembea kwa madaa kama ajivuni, sio? Hakuna anayetembea kwa madaa hana inuko la moyo. Bwana tusaidie. Kutoka tu kule kuleta hapa sadaka ni shida. Unajitazama mara 3.
Mwingine akifika pale anaangalia umande uliotanda mbele ya kanisa, hapo mimi kiatu changu kinavyoonekana hivi nawezaje kukanyaga hapa? Anageuza hata njia ya kwenda, ngoja ndio nichukue niende kanisa la mjini lililoko kwenye lami. Bwana tusaidie. Tuendelee tu. Na kuliza njuga za miguu yao. Sasa hapa kuna watu ambao nilichokifikiria akasema hapa kuna watu akivaa kiatu anataka kanisa zima wamsikie kinapo kong, sio? Hamjasalia kwenye hayo makanisa mkaona? Anaanzia kule kama kanisa ni refu, anatembea anahakikisha mpaka kila mtu ageuke kusikia huyu anayekanyaga ni nani. Hizo njuga Mungu atazipiga, kwa sababu unakuja nazo, zinasababisha inuko, zinakuinua moyo, zinakuchafua moyo, na mtu wa namna hiyo hawezi kupokea, kwa sababu ibada yake ipo kwenye kiatu alichokivaa, ibada yake iko kwenye hereni aliyoivaa. Kila dakika mpaka aishike, kila dakika mpaka avue miwani aipanguse. Azifu tuliomo humu tunamkungutia vumbi. Bwana atusaidie. Amen. Kinachofuata. Basi kwa hiyo Bwana atawapiga binti Sayuni. Atawapiga binti Sayuni kwa pete za utosi. Kwa pete za utosi mpaka usitamani kusuka hizo nywele ulizosuka. Amen. Kwani pele litatokea, utosi si huu au kuna mwingine? Utosi upo katikati ya kichwa. Sasa hizo nywele zinapokufanya ukawa na inuko, zikakufanya ukawa na kiburi, zikakutengenezea roho ya hila, hizo nywele Mungu amesema atazipiga na ataibua hapo kidonda katikati ya utosi. Bwana atusaidie. Mungu hawezi akasema kitu kama hatatenda, lakini amesema. Bwana atusaidie. Atachomoza hapo likidonda katikati ya kichwa chako, kwa sababu hizo nywele zinakufanya uwe na kiburi, na akikupiga hilo donda, maana yake utaweza kuzisuka tena na kiburi chako kinakuwa ndio mwisho. Bwana atusaidie. Soma mstari. Na Bwana ataifunua aibu yao. Ataifunua aibu. Unajua kufunua aibu unatembea kama vile hujavaa nguo. Bwana atusaidie. Kama wewe umevaa lakini wanaokutazama wanatazama wanakuona uko uchi. Bwana atusaidie. Kwa hiyo anaifunua aibu. Hata vile unavyodhani wewe umevifunika, Mungu anaviweka hadharani, watu wanaviona, kwa sababu ya inuko la nini? La moyo. Kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya majinuo, kwa sababu ya kujivuna, kwa sababu ya kujiona. Mungu anasema atapiga hivyo vitu. Lakini ujiulize, vimefanya nini vyenyewe? Lakini kwa sababu vyenyewe havina kosa, nywele hazina kosa, hazijamkosea Mungu, wewe uliyeziweka hapo juu. Kwa sababu ya kuwa na nywele, basi unaona hata kushika Biblia kusoma ni shida, sio? Kwa sababu umesuka nywele zako nzuri, hata tukiruka ukaona tunaruka jasho linatoka, unatuona mafara, sio? Kwa sababu umesuka nywele yako nzuri, hata tukicheza jasho likatoka likamwagika kwenye mikwapa vikanuka, sisi tunastahimiliana, kwa sababu wote tumekuja kumwabudu Mungu. Mungu anusi kikwapa changu, yeye anachokiangalia moyo na sifa ninayompa. Wewe unakaa hapo sasa, mimi kiruka hivi na kauli yangu hivi na hili jasho linawatoka, sitatembea na nuka jasho. Kwa hiyo wewe unageuka, ibada yako inakuwa ni kwamba usijichafue. Kwa hiyo nguo yako ndio inayogeuka kuwa ibada. Tayari moyo umefanya nini? Umeinuka. Uwezi ukamwabudu Mungu aliye hai, maana wamwabudu halisi wanamwabudu katika roho na kweli. Sasa kweli inatoka wapi kama wewe unaitazama nguo ili usichafue? Bwana atusaidie. Ukikaa na mtu ambaye labda akachoka karuka mpaka kakikwapa kanaanza kutoa harufu, unakaa kitakuwa umekiweka hivi ili usisikie ile harufu yake. Lakini kwa Mungu hayo ni manukato, kwa sababu yametokana na sifa ya waabudu halisi. Amen. Amen. Na siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri. Siku hiyo Bwana atawaondolea uzuri wa nini? Wa njuga zenu. Hiyo kiatu unayogonga kongonko hiyo, huyo unayegonga unajiona uko vizuri, Mungu anasema hiyo sauti ya kiatu chako ataizima, haitasikika. Sijui naongea na mtu mahali hapa. Yes, amen. Sijui kuna mtu anapona. Amen. Endelea. Na vikuku
Sasa hayo mavikuku mimi sijaona mtu mwenye kikuku. Labda kama umekificha, maana sasa hatuwezi kujua kubinua kila mtu kwa amevaa nini. Lakini vikuku wanavifunga huko kwenye miguu. Bwana atusaidie. Amen. Hamjakutana na wadada wamefunga huko? Na vikuku hivyo vina maana yake, vina tafsiri yake. Bwana atusaidie. Ukikutana na mtu amevaa kikuku, kuna tafsiri zake. Kuna biashara anafanya. Na hiyo ndo alama ya kikuku. Amen. Ya mmoja angetaja mpaka magauni mnayoyavaa siku za sikukuu. Angeangalia mpaka hivyo vikuku. Sana angalia moyo. Sasa angalia anavyovitaja hapo. Hivyo vyote ni moyo. Sio moyo. Ametaja ulivyovivaa, na vile ulivyovivaa vinakugeuza. Tutasoma huku. Hebu mtumishi wa Mungu funua hapo Yoshua, kitabu cha Yoshua. Kitabu cha Yoshua sura ya 7 nafikiri. Yoshua 7 tusome kuanzia mstari wa 3. No, hata usiposoma mstari wa 3 nenda wa 4 ili tuokoe muda pia. Okay. Basi watu wakaenda huku wapata 3,000 tu. Wapata 3,000 tu. Nao wakakimbia mbele ya watu wa Hai. Sasa hapa hii ni sehemu ambayo inajaribu kufafanua dhambi ya Akani. Bwana tusaidie. Hii inafafanua dhambi ya Akani. Akani alificha nini ambacho kilisababisha mpaka wana wa Israeli? Kumbe mtu mmoja anaweza akaingia hapa na kitu ambacho sicho, kikasababisha sote huku kanisani tukaonekana ni watu wa ajabu mbele za Mungu. Naeleweka tunachozungumza? Sasa hapo utaenda usome mwenyewe. Nenda kasome ile sura ya 7 nzima kitabu cha Yoshua. Uone hiyo dhambi ya Akani ilivyowatesa wana wa Israeli. Hata walipofika mbele za maadui zao, mioyo yao iliyeyuka kwa sababu ya kitu alichokificha Akani nyumbani kwake. Kikasababisha hawa watu mioyo ikayeyuka, ujasiri wa kumkabili adui ukaisha. Kwa hiyo sasa wewe umekuja una matakataka yako umeyavaa, hata ujasiri wa kusogea mbele za Mungu uombe unautoa wapi? Ujasiri wa kusogea mbele uimbe sifa watu wabugujike unatoka wapi? Kwa sababu hivyo ulivyovivaa vimefyonza kila kitu ambacho kilikuwa ndani yako cha kiroho. Bwana tusaidie. Tuendelee pia kwenye Isaya. Mstari wa 18, siku hiyo Bwana ataondolea uzuri wa njuga zao na kaya zao na pete za masikio na wengine. Maana yake kuna watu ambao kwa sababu tu ya pete aliyovaa anasikia kiburi, haoni hata sababu ya kucheza, haoni hata sababu ya kusifu, haoni hata sababu ya kuruka. Wakisema turuke, anaangalia sasa nikiruka hivi hereni yangu sitakatika. Bwana tusaidie. Amen. Kwa hiyo kwake yeye hereni imegeuka kuwa ibada, na hicho kitu kikishageuka kuwa ibada, maana yake kimechukua nafasi ya Mungu, na ndiyo maana Mungu anasema tavipiga, kwa sababu mmevigeuza kwenu kuwa ni nini? Ni ibada. Bwana tusaidie. Je, kama Mungu angekuwa anatazama moyo peke yake, kwa nini aende kuipiga pete ya masikio ambayo ndo hereni? Naeleweka? Amen. Na vikuku na taji zao. Taji. Wenye mawigi mpo? Wenye mawigi. Bwana tusaidie. Unaliweka siri taji lile, hata kama ujui hizo nywele zimetokana na nini. Na haya mambo jamani, wamama, binti Sayuni, kuweni makini. Ulimwengu wa sasa ukiutazama ulivyobadilika, unaweza ukavaa hereni ukavaa mapepo kama ujui. Unaweza ukasukiwa nywele. Nyie si mnaenda mnazinunua, unanunua ni rasta sio? Unanunua rasta sio? Si zinauzwa ukuta zinaning'inia hivi. Tena unanunua ile ya gharama kubwa. Lakini hicho kinaweza kikawa ni kitu cha kiroho. Bwana tusaidie. Aliyetengeneza anaweza akanuiza kwenye hizo nywele. Ukiweka kichwani, kila wakiombea mapepo kwako hayakati. Kwa sababu gani? Nywele ulizovaa kichwani ujui zilitoka wapi. Bwana tusaidie. Na hapa kisa kimoja ambacho tulikiona mwaka 2018, nilipata neema ya kwenda India Kusini kwa ajili ya mafunzo. Tulikaa kule, miongoni mwa vitu ambavyo kule tulikuta wanatoa sadaka
ni moja hapo ni nywele zao. Yaani mtu akitaka kujidhabihu, kujisacrifice kwenye madhabahu, si unajua kule walivyo. Kule tulikuta kuna vijiji 660 hivyo ndo vijiji, na kila kijiji kina mungu wake. Sasa kila kijiji wadada, si unajua kule wana nywele nyingi, anafuka nywele zinakuja mpaka huko kwenye makalio. Sasa njia ya kufanya, inapofika mwisho wa mwaka mwezi wa 12, wanaenda kwenye masinagogi yao, wanaenda kujidhabihu kwa miungu yao, wananyoa nywele zote, anabaki kipara, anazikabidhi pale. Sasa tukawa tunauliza siku moja, na kwenye mitandao ipo mkitaka kuangalia, tukawa tunauliza hizi nywele zinatumika kufanya nini? Kumbe zinapelekwa viwandani, ndizo wanaenda kugeuza, wanazinyosha vizuri, wanatengeneza vizuri, wanaondoa mba, wanaondoa matakataka yote, wanakuja kuwaletea waliopewa nywele fupi. Unaikuta pale imening'inia, na wewe unaenda kichwa anakuambia kwa nywele hii wewe unaitaka ni ipi, laini ama ngumu? Wewe unachagua laini, sio laini, si ni bei gani? Kwa hiyo unalipia sijui shilingi 40,000 sijui 30, unanunua matatizo. Kumbuka ile ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni sadaka, sio? Imeachiliwa kwenye madhabahu ya nini? Ya miungu, si ndio? Imekuwa connected na nguvu za miungu, kwa sababu akishaitoa wale makuhani wa kwenye zile masinagogi, na mimi niliingia kwenye masinagogi yao, wengine wanajipaka damu kwenye paji la uso kama ujui, wengine kabla hujaingia unapiga magoti kwenye damu ambayo wameiweka kama pale kwenye mlango, unapiga magoti kwenye ile damu, na yule kuhani anachota damu na kidola na kupaka kwenye paji la uso, na wengine mnawaona. Na ukisogea hapo mbele unamkuta msaidizi wa kulala wa kuhani anakupaka rangi kulingana na mwezi huo. Naeleweka? Mwezi una rangi zake wanazozitumia kule. Kwa hiyo atakupaka rangi kulingana na nini? Na mwezi husika. Kwa hiyo anakuombea ile miungu itembee na wewe, ambayo inasimamia hivyo vitu na alama zake, katika jina la Yesu Kristo. Tulipofika pale, nikawa nasikia kitu ndani yangu kwamba hivi vitu sio vitu sahihi. Mimi niligeuzia hapo kwenye mlango, kaenda kuwasubiria kwenye gari, kwa sababu damu anazomwaga eneo lile lote lina harufu nzito, na wao ubaya wao hawataki kusikia unashika nywele, unashika pua. Kuna uvundo wa hali ya juu, lakini hawataki ufanye nini? Ushike pua. Bwana tusaidie. Sasa mtu ametoa sadaka kwenye miungu ile, na ametoa hiyo nywele imeombewa, imewekwa kama dhabihu kwenye nini? Kwenye madhabahu za hiyo miungu. Akatoa pale, wakapeleka viwandani, wakanyoosha na kuletea wewe uliyepewa kipilipili kama mimi, ili usiwe na kipilipili chako uonekane ukiwa piskari. Utakuwa piskari kwa mwanadamu, lakini kwa Mungu umepoteza point. Bwana tusaidie. Tusomee mtumishi. 20 nasema, ndio, na dusumali na mafurungu yanapigwa, na hizo nywele zinapigwa na vitambi mpaka kitambi. Sasa hapa wamama mnisaidie, wababa siku hizi vitambi vimeisha, sijui tuna shida gani? Vitambi vimeisha, mmeanza wamama ndo mmeingia kwenye mashindano ya vitambi, wakiwapanga hapo vitambi wakapitisha kitu hapo. Ni wamama wachache hawana vitambi. Sasa hivyo vitambi, Mungu anasema vimetunza nini? Vimetunza uovu humo kwenye vitambi. Bwana tusaidie. Sijui kwenye vitambi kuna nini, lakini Mungu anatuambia atapiga hata hivyo vitambi mlivyovifuga. Sijui kuna nini, kuna siri gani kwenye vitambi vya mama? Ni kwa sababu maybe yamkini baba au mama unapika, baba umpi chakula ananung'unika, hata kama yeye ndo mwenye nyumba, lakini mama unaangalia tumbo la kwako na watoto wako, umesahau hata mmeo. Kunao watu ambao wako kwenye ndoa, lakini hata kumkumbuka mume wake ale chakula kizuri ni shida. Haiwe kila kizuri unachokiandaa kwa ajili ya watoto wako na wewe, lakini kwa sababu umemsahau yule baba, na yeye ananung'unika, na yeye ana Mungu wake anamsikia. Mungu anasema atapiga hicho kitambi ulichokifuga. Amen. Bwana tusaidie. Neno linasema liko wazi, wala hayo sio maneno yangu, vitapigwa. Tena nikajiuliza, hivi kitambi kimefanya nini mpaka kipigwe? Maana yake kimejaa dhuluma. Kimejaa dhuluma ndani yake. Wamama mna dhuluma. Sasa mimi sijui ni dhuluma za namna gani, lakini jichunguze.
maana neno haliwezi kuja likaondoka bure, nina mahali nimekusudia. Sasa kama umedhulumu ukapakia kwenye tumbo, hiyo dhuluma Mungu anasema huko tumboni ataipiga huko iko iliko. Bwana atusaidie. Amen. Kuna wamama mmewafukuza waume zenu nyumbani kwenu, mpaka baba amekimbia mji, wewe ukageuka kuwa ndo sauti ya nyumba. Mungu ataipiga hicho kitambi. Hata kama umebaki ukasema nyumba hii niliyobaki nayo, ukienda kule Uchagani ndo kuna maajabu makubwa mno. Baba alishakimbia amehamia Dar es Salaam, yeye akasema mimi acha nikae huku nisije nikauawa bure. Wababa wanaishi kwa shida kama mbayuwayo, analala ameshikilia paa. Ukicha asubuhi huyo achomoka. Sijui nilishawahi kumuona popo anapolala. Analala ameshikilia hivi. Miguu inaning'inia, mbawa moja inaning'inia, mbawa moja ndio imeshika. Ukicha asubuhi ameachia, amelala mbele ili asije akaonekana kwamba amelala hapo. Bwana tusaidie. Hapo wababa ambao wanaishi maisha hayo ya mbayuwayo. Akija usiku anaingia kama mwizi, lakini ni nyumbani kwake, ili mradi mama asisikie kwamba baba kaingia. Bwana atusaidie. Kwa hiyo Mungu anasema atayapiga hayo kwa sababu yameficha udhalimu mmeoyaweka kwenye matumbo yenu. Soma linalofuata tumalize. Na vibweta vya marashi. Na vibweta vya marashi. Najipulizia marashi, unatembea barabarani. Sasa hapa muangalie shetani anapofanya kazi. Haya marashi tunayoenda tunanunua haya. Kuna marashi yameharibu akili za watu kwa kujipulizia, na yanakuja mara nyingi tunakutana na machinga. Samahani kama unafanya umachinga, lakini machinga anatembea amebeba marashi. Sisi tulioko kule Mwanza, ukienda pale jioni unakuta yapo marashi ya kupimwa, wanakuwekea kwenye kachupa, ni meupe hivi, watu wanajipulizia. Sasa hivi vitu mnavyovinunua mkajipamba navyo, unanunua heleni. Sasa hivi shetani amehamia huko, kwa sababu ndiko anakojua watu wengi wameelekea kwenye kujipamba, sio? Lakini neno la Mungu linatuambia kama ni kujipamba, tujipambe kwa kiasi, sio? Na kama tumeelekezwa tujipambe kwa kiasi, sisi tunajipamba, na ile kujipamba kwetu kunageuka kuwa ndio ibada yetu. Maana yake tumepoteza pointi mahali pa. Bwana atusaidie. Wapo waliopigwa kwa sababu ya heleni walizinunua, kwambia ninunua heleni eneo fulani. Nilipozivaa tu, kila ninapoweka heleni hizo kichwani, nasikia kichwa kinapiga kengele. Watakuletea hata msongo wa mawazo, watakuletea hata magonjwa ya afya ya akili, kwa sababu ya vitu ambavyo umevaa nini? Umevivaa. Na hawezi kuacha kufuatilia kwa sababu umevaa vitu vyao. Amen. Kama ni nywele umeiweka kichwani, ni marasta umeyanunua, umeyasuka, kwa sababu hiyo miungu yenyewe inafuata vitu vyake. Watakufuata tu kwa sababu gani? Umebeba vitu vyao. Amen. Kama Roho Mtakatifu ndani yako. Na wao hivyo wanavifuata vitu vyao kwa sababu umevishikilia mpaka utakapoviachilia, ndipo wanapoondoka kwao. Lakini hawaondoki bure, lazima wache wamekujeruhi. Bwana tusaidie. Amen. Soma mtumishi. Tasoma hapo 21. 21 ndio. Na pete na azama. Na pete na azama. Na mavazi ya sikukuu. Angalieni hizo pete mnazonunua huko. Mtu unakurupuka, umekutana na machinga anauza pete na wewe unanunua. Angalia vijana siku hizi anatembea, pete nyingine zimebeba mapepo, wewe unanunua unavaa. Bwana atusaidie. Hayo mapete matakataka mnayonunua mama, mnajivika, ni kitu kizuri. Nimekiona kimetangazwa mtandaoni, unaagiza. Sasa hivi wameweka hata uwepesi kwamba nitumie kwenye Joambi, akipokea jioni somanda. Utapokea, lakini ulichokipokea ni mapepo. Unakuja kuhamishia nyumbani kwako. Mwisho wa siku yatahama, yatatoka kwako, yatakamata na watoto. Bwana atusaidie. Na mavazi ya sikukuu. Na mavazi ya sikukuu. Sasa nikajiuliza, mavazi yamefanya nini? Lakini mavazi yako unapoyageuza yakawa ni ibada, yakakuondoa kwenye ile kusudi la kumwabudu Mungu, tayari hicho kitu kimeshakuwa chukizo. Na Mungu anasema atafanya nini? Atakipiga. Kwa sababu mama siku hizi mnajipamba, ongereni sana, lakini kujipamba kwenu kusizidi kiasi, maana Mungu alishatuambia ya kwamba kujipamba kwenu kusizidi kiasi. Uwe na kiasi. Naeleweka? Amen. Jipambe ujipambabe, lakini jipambe uwe na nini? Na kiasi. Tena. Na debwani. Na debwani. Na shari. Na shari.
na vifuko. Vipima joto vyenu hivyo wamama, unapakatia kipima joto, hata tukikupa maiki uweze kusalimia, unasalimia kikwapa kimekaa hivi. Bwana tusaidie. Sasa hivyo vipima joto Mungu amevitaja, wala sio kinywa changu kinataja. Vitapigwa kwa sababu vinakuondoa kwenye uwepo. Tukisema simama tusifu, kusimama kwako unasimama umenyanyua hivi kiwiko, kwa sababu ndani umeweka nini? Umeweka kikwapa na hicho kinani, kipima joto. Na tukiangalia kipima joto tunaweza tukakuta labda kina sponji tu peke yake, ndani yake hata hela hakina, lakini kinakupotezea muda, hata nguvu ya kumsifu Mungu huna. Bwana tusaidie. Tuendelee. Na vioo vidogo yere osaka yana. Sasa angalia vioo vidogo. Kioo kinapigwa, kimefanya kazi gani kioo? Kazi yake si kukuonesha sura yako ilivyo, lakini ukikaa pale kikaanza kukuchelewesha, huku maombi yanaendelea, wewe umekazana na kioo, maombi yanaendelea mpaka mchungaji anasimama, watu wasifu wanaanza kuabudu wako huko, wewe huko unakazana na kioo, kope unaitengeneza, mdomo unapaka, sijui hiki kimefanyaje, unaanza kukokotoa, unatoa huo ukoko mnaojifu. Mungu atusaidie. Haya mambo yanakuja, mimi sijui yana nini, lakini Mungu anakusudia la kwake ambalo anataka aliseme na watu wake. Amen. Mpaka kioo hicho unachokificha nyumbani kinakuchelewesha ibadani. Roho anasema kitapigwa kwa sababu kinakufanya umsahau Mungu na kigeuza chenyewe ndo maombi yako, ndo ibada yako, ndo sifa yako. Mwisho wa siku kitakachotokea ni nini? Kitapasuliwa hicho kioo. Soma tumalize mtu. Na kitani nzuri. Na vilemba mnavyoviweka vichwani. Na utaji. Hivyo vyote Mungu anapiga. Ataviondoa. Huo uzuri Mungu anasema atauondoa, kwa sababu uzuri umepoteza watu. Uzuri umefanya watu wakafanya vitu vya ajabu, kwa sababu wameambiwa tu wewe ni piskari, kwa sababu wameambiwa wewe ni HB, wewe ni Samboi, wewe ni piskari. Kwa kitendo tu cha kumwambia wewe ni piskari, basi anaona basi yeye, yani wengine wote ni vinyago huku barabarani. Hakuna mtu ambaye ana akili timamu, yeye ndo ana akili, kwa sababu ameambiwa wewe ni nini? Ni piskari, wewe ni HB. Kwa hiyo anaona, hamjawaona? Hata wakiingia ibadani yeye anajiona ni piskari, yani kila baada ya muda yeye anakaa. Bwana tusaidie. Mpaka unajiuliza ibada iko wapi hapa? Wewe unafikiri hapa akishaanza kujifanya hivyo kuna ibada? Ibada haipo. Ibada anakuja ili watu wamuone. Anaingia kanisani ili watu waone alivyovaa. Anaingia kanisani ili waone uzuri wake namna alivyo, aone kwamba yeye ni HB. Wengine wanatumia huo uzuri kuja kuteka watumishi wa Mungu. Kule Karagwe akaja dada mmoja akasema yeye alikuwa anafanya kazi Mwanza, lakini akiwa Mwanza alipokuwa anafanya kazi yeye alikuwa anatumikishwa na pepo, anatumwa na watu wa giza. Akija kanisani yeye kazi yake ni kutafuta kiti kilichoko mbele. Akaanza akiwa mwenyewe, mwisho wa siku akawa anakuja wakiwa 6. Wengine wanajipanga 3 katikati, 2 wanajipanga mbele, wanavaa nguo za ajabu. Lengo walikuwa wamewatuma kwa ajili ya kuja kuangusha kanisa. Vijana wengi walianguka kwa sababu hao wadada walikuwa ni wazuri, wamesuka nywele, hivyo viremba vyao, hivyo vimbweta vyao, wamejipamba, wanajipulizia marashi. Akiingia mwanzoni mwa kanisa, marashi yameshafika mpaka madhabahuni, yanamchanganya mchungaji, yanaharibu stabilization ya kanisa. Naeleweka ninachokizungumza? Lakini alichokuja kupigwa huyo dada, mpaka akasimulia, akageuka, akatubu madhabahuni, akaacha. Na alipotubu ndo akakimbilia kijijini kwao, na mpaka sasa hivi nimetoka, nilimwacha kule Karagwe na anaimba uko vizuri. Lakini aliposimulia ni vitu vizito mno, kwa sababu shuhuda nyingine zinatusaidia kuweza kuona mambo yalivyokaa kwenye ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo watu wanakuja kanisani kimkakati, kwa sababu ameambiwa wewe ni piskali. Kumbuka na shetani hataki kutumia watu wenye sura ngumu kama zetu. Anatumia watu piskali, nao anatumia machibi siku hizi, sio? Kwa sababu anajua hawezi kufikia lengo mpaka atumie watu wa jinsia hiyo. Okay? Tumalizie mtumishi. 24.
Ndiyo. Hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri utakuwa uvundo, mtanuka uvundo, na badala ya mshipi kamba utafunga kamba, na badala huo mkanda unaojifunika ukatunisha kitambi chako mama, utakatwa. Utajikuta siku moja umefunga kamba kama mbuzi, katika jina la Yesu Kristo. Mungu anajua alichokikusudia kwa ajili ya kanisa lake. Wewe unaweka mkanda wako, unatunisha tumbo, unatunisha kitambi. Hata hivyo vitu ulivyoviweka huko, Mungu ameshakwambia hicho kitambi atakipiga, na badala ya huo mkanda unaofunga atageuza, atakupa nini? Kamba kama ya mbuzi. Sasa hapo sijui kitakachotokea ukijifunga kamba ya mbuzi. Bwana tusaidie. Na mwisho utakuwa na badala ya kusukwa nywele nzuri upara, na badala ya kusukwa nywele nzuri tapigwa upara. Upara maana yake ni nini? Si tunajua tuliozaliwa kwenye makabila ambayo mtu akifa tunanyoa nywele, walikuwa wananyoa nywele zote, sio? Kwa ishara ya kuonesha kwamba wamempoteza mtu, sio? Mtu ndugu wako wa damu alikuwa akifa ananyoa nywele zote kichwani. Sasa tafsiri ya upaa huo ni nini? Maana yake umepoteza kila kitu cha maana, umepoteza kila kitu cha thamani kwako. Maana yake sasa kwako wewe itakuwa ni nini? Misiba. Kwenye malango atafanya nini? Na tukumbuke malango yametajwa. Malango inaweza ikawa ni malango sahihi kama nyumba, eneo la kuingilia na kutokea. Naeleweka? Malango ya moyo, macho yako ni lango, kinywa chako ni lango, tumbo la uzazi la mama ni lango. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya uzao, kwa sababu kuna vitu vinapitia hapo. Na wana wa Israeli, Mungu akawa anawaambia mlipozaliwa vitovu vyenu havikukatwa, kwa hiyo bado hata sasa mmeungana na vitovu vya mama yenu, na hivyo kwa sababu mama yenu yanayoyatenda na nyie yanakuja kwenu yanawaathiri. Naeleweka ninachozungumza? Na badala ya kizibao mavazi ya kigunia, mtavalishwa magunia. Sasa magunia maana yake maombolezo. Wewe unatembea barabarani na wengine hata ukikutana nao hata sasa wameshavikwa mpaka sura za maombolezo. Yaani wewe unakutana naye kumbe anaomboleza barabarani, sura imeshakunjamana, anatembea kwa maombolezo. Kwa sababu gani? Amebeba misiba mingi ndani yake. Bwana atusaidie. Amen. Na kutiwa alama kwa moto badala ya uzuri. Na kutiwa alama kwa moto badala ya uzuri. Maliza. 25. Watu wako waume wataanguka. Watu wako waume watafanya nini? Wataanguka kwa upanga. Na mashujaa wako vitani. Na mashujaa wako vitani. Na malango yake Sasa hapo simama kidogo. Mashujaa wa vita ni akina nani? Mashujaa wa kivita ni akina nani? Yaani ukiwa namna ulivyo, kinachopigana vita kwenye maisha yako kwa nini? Kwani kuna watu ambao roho, sio? Roho sinapigana vita. Wewe unaweza ukawa usingizini, lakini unaamka unakuta roho iko kwenye vita moja kali mno. Naeleweka ninachokizungumza? Kingine mwili, sio? Napigana vita, sio? Wengine mnapigana kwa ulimi, sio? Yaani baba nyingi. Nadhani ndio ushindi, sio? Nguvu, sio? Ndio mashujaa wenyewe hao wapiganao vita, sio? Akili ni shujaa wa kupigana vita. Kuna mtu unaingia kwenye maombi ya vita, akili haifanyi kazi, ina load, sio? Sijui muombaji maombi ya vita. Kuna maombi ukiomba hata usingizi huwezi kusikia. Ukilala tu hivi akili imesha kunyanyuka, amka na uchovu unaisha, kwa sababu kuna vita unaandaliwa kwayo huko mbele. 26. Na malango yake na mashujaa wa vita watafanywaje? Na mashujaa wako wa vitani. Na mashujaa wako wa vitani watafanywaje? Huku juu mwanzoni kuna kitu alikisema. Watu wako waume wataanguka kwa upanga. Na mashujaa wako vitani. Maana yake wote wanaangushwa, sio? Nguvu zinaangushwa, moyo unaanguka, sio? Fikra, kimawazo. Na tangu mwanzo niliwaambia
Vita yote inafanyika kwenye ulimwengu wa roho, lakini kati ya vitu ambavyo ni muhimu kwenye maisha ya mwanadamu, fikra zake. Na nikakwambia kila unapoamka ombea nini? Ombea ufahamu wako, kwa sababu kile ndio kiwanda kinachozalisha vitu. Amina, amen. Malizia sasa ile mistari ya mingine 26. Ndio. Na malango yake yatalia na kuomboleza. Na malango yake yatalia na kuomboleza. Naye atakuwa ukiwa. Naye atakuwa ukiwa. Atakaa chini. Naye atakaa chini, kwa sababu kila kitu kimefanya nini? Kimeisha. Bwana tusaidie. Amen. Simama kwa miguu yako.